Na mambo vipi wale wote wa Global Fibers TV, natumaini kwamba popote ulipo ni mzima wa afya. Ikiwa wewe umeweza kuamka leo ukiwa mzima, basi uweze kumshukuru Mungu, maana aliye na mwili ndiye ambaye anayekuwa na kifo ndani yake. Leo tuko katika maeneo ya Chimboni, Kivu ya Kusini, katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika maeneo ya Fizi ambako jemedari huyu mkubwa wa wazalendo aitwaye kwa jina la Kibukila Tresor Seba wa Seba ameweza kufariki hapo jana katika usiku wa kuamkia leo tarehe 14 za mwezi wa 3 mwaka 2025. Ameweza kufariki hapo jana tarehe 14, mpenzi mtazamaji, kwa kupigwa risasi ambazo hazijajulikana bado zimetokea wapi, lakini imesemekana kuwa wameweza kujibizana wao kwa wao. Maana yake hawakuweza kuelewana kabisa, ndio ambayo imeweza kwenda kutokea hapo. Mpenzi mtazamaji, kama wewe ni wa kwanza kuweza kutazama video zetu, naomba uweke alama ya subscribe, kisha utacomment na kushare, na pia uweze kuweka mchango wako wa kilio cha jemedari huyu ambaye unayemuona hapo kwenye screen. Namba zetu za M-Pesa na Airtel Money tumeziweka hapo, mpenzi mtazamaji, kwa rambirambi za mkurugenzi huyu mkubwa ambaye ameacha simanzi kubwa kabisa ndani ya mioyo ya Wakongomani na pia ndani ya mioyo ya wakaaji wote wanaopatikana maeneo ya Uvira na Fizi. Asante sana mpenzi mtazamaji, nikiamini kwamba tuko pamoja katika miendelezo nyingine ambayo tutakuja kuletea hapo baadaye. Bado hajajulikana ya kwamba maiti yake iko wapi, lakini ameweza kutoweka leo katika dunia. Kwa hiyo tunaomba mchango wako wa rambirambi za kilio za jemedari huyu ambaye ametuacha katika siku ya leo, mpenzi mtazamaji. Kulingana na tukio hiyo, wakuu viongozi wamepima kutafuta bwana Toronto. Yawezekana simu yake ilikuwa ipite na ikafikiria simu yake ikapita. Basi ilipopita, bwana Toronto ameulizwa ya kwamba tukio limetokea ni nini ambapo imesababisha hiyo hali itokea. Na nukuu mheshimiwa Toronto kama alivyozungumza na alivyojibia, amesema ya kwamba wandugu zetu kundi la mzee Brauni kutoka huko Manyema, ambapo ni kundi la mzee William Amuri ya Kutumba lenye kusimamiwa na mheshimiwa Brauni, ndio walianza kuwashambulia wao pale kukamba yao. Na hapo waliposhambulia hiyo kamba yao, wao kama vile kundi hilo la bwana Toronto ambapo alikuwa akitumika pamoja na mheshimiwa mtetezi wa Seba, amesema ya kwamba mheshimiwa Ibuila Tresor mtetezi wa Seba amepotea, amekufa pamoja na chief escort wake. Na akasema ya kwamba, na mnukulu hivi ninavyosema na wewe, maiti ya aiza mwili wa mheshimiwa mtetezi wa Seba inapatikana barabarani. Na hapo alisema ya kwamba alikuwa na jitihada ya kutafuta mtumbu ili angalie jinsi anaweza kuwasilisha mwili wa mheshimiwa Tresor Mputu Ibuila wa Seba, mwili wake upate kufika pale Lweba, aiza upate kufika Lusenda. Kwa hiyo habari tunayo sisi, tunanukulu habari ya mheshimiwa Toronto ya kusema ya kwamba kuanzia muda kama huu mheshimiwa mtetezi hayupo, amekwisha kuwa marehemu pamoja na chief escort wake. Kwa hiyo mengine tutafuatilia kesho. Na ninanukulu yeye mheshimiwa tena Toronto amesema ya kwamba sababisho ambapo limesababisha zaidi sana matukio kutokea ni ulevi. Yaani yeye mheshimiwa Tresor Mputu alikuwa ni mlevi, yawezekana na wengine walikuwa walevi. Kwa njia ya ulevi ndio imesababisha yote matokeo yametokea. Kwa hiyo nanukuu haya, ikiwa ni ya kweli basi, na ikiwa ni ya uongo basi tunaweza tukashukuru Mungu. Ila tuna masikitiko makubwa sana kwa kumpoteza mtu kama huyo. Tuna masikitiko makubwa sana kupoteza watu kama wale wanaokuja kutetelea nchi yao na wale ambapo wameumia kutoka Manyema. Tuna masikitiko makubwa sana kupoteza wale ndugu zetu na wale wengine kuumia kulikoni kwenda kufanya kazi wanaumilia njiani. Kwa hiyo matukio mengine na habari kamili tutaipata sasa kesho. Na kundi hilo la mheshimiwa Brauni, wakati tukio limetokea, wao wametoka Lusenda, wametoka Lweba, wamerudi mpaka Kalunja. Lakini muda huu tunaozungumza na wewe tumesikia kwamba jeshi hilo la mheshimiwa Brauni na linaloongozwa na mheshimiwa William Amuri ya Kutumba pamoja na jeshi lingine la mzee William Amuri ya Kutumba kwa sasa wamekwisha patikana pale Lweba, ndio wamekwisha kuwa. Na imesemekana ya kwamba kulingana na matukio ambapo imetokea na vitendo ambapo vitenda yeye
mheshimiwa Toronto mpaka hivi hayupo, amekimbia kama tusenda kama wapi. Kwa hiyo habari kweli na habari kamili tutazipata kesho, lakini habari tunayo ya kweli ni kusema kwamba kumepita mapambano hapo ambapo haina sababu yoyote, na habari ambapo tunayo kwa sasa imesemekana ya kwamba mheshimiwa mtetezi Tresor amefariki. Asante, mengine ni kesho, si mwingine ni Mboto ya Batu mwene Batu kushiri Egle mzee dola kubwa. Leo ni siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 3 2025. Anayepata habari hii ampashi mtu mwingine, sio tutafanya uchunguzi na tujue hakika wa mambo. Asante.